Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wapenzi wa Al-Firdaus na wapenda kheri wote na wale wote ambao mnafuatilia matukio mbalimbali ambayo yanaletwa kwenu na jumuiya yako pendwa kabisa Jamiatul Firdaus Al-Khairiyya. Tuko mbele yenu katika kuzungumzia suala zima la hija ambayo ni nguzo ya tano ya dini yetu ya Kiislamu, na ni jambo ambalo ukiliangalia kwa wenzetu katika nchi mbalimbali wamelipa umuhimu mkubwa sana, lakini kwa kwetu hapa Tanzania bado mwamko ni mdogo. Kwa hiyo inatubidi tuweze kulizungumza na mashehe mbalimbali waweze kulizungumza ili liweze kuingia katika mioyo ya watu na wajue kwamba unapokuwa na uwezo wa kukuruhusu kuenda kufanya ibada hii, inatakiwa moja kwa moja unyanyuke hapa katika nchi yako na uelekee Islam ambayo ni ibada tukufu ya hija. Na alhamdulillah mwaka huu 2026 tuliweza kupeleka grupu ambayo ilikuwa na mahujaji 48, na alhamdulillah kama Al-Firdaus tumeweza kufanya vizuri kabisa katika maeneo yote ya kiibada na katika ziara mbalimbali katika mji mtukufu wa Madina, kumzuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzuru maeneo ya Raudha, kuzuru maeneo mbalimbali ambayo yalipiganwa vita mbalimbali na maeneo mbalimbali ya kihistoria. Lakini pia katika mji mtukufu wa Maka tuliweza kufanya vizuri katika ibada mbalimbali na hasa ibada ya hija, kitendo ambacho kiliwafurahisha mahujaji wote ambao tuliweza kwenda nao kutekeleza ibada hiyo. Hivyo tunatarajia na kwa mwaka wa 2027 tuweze kuondoka tena na idadi ya mahujaji, na Al-Firdaus huwa haifanyi hii kama ni biashara, bali inafanya hii kama ni huduma. Mwisho wa ibada ya hija iliyopita ndio mwanzo wa maandalizi wa ibada ya hija ya mwakani. Kwa hiyo tunawahimiza wote ambao watakuwa na uwezo wa kufanya ibada hii basi waweze kujiandikisha ima kwetu Al-Firdaus, ima kwa taasisi mbalimbali ambazo wewe unapenda kwenda nao na unawaamini, basi anza kulipia, kwa sababu hata taarifa ama taratibu zote za hija zimebadilika mno. Sasa hivi ambaye anatia nia ya kuelekea katika miji mitukufu kufanya ibada ya hija, inatakiwa mapema aweze kuandika jina lake na aweze kulipia hata kidogo kidogo mpaka ikifika ile deadline awe ameshamaliza, na hapo ndipo utakuwa na uhakika wa safari. Lakini ukikurupuka dakika za mwisho ama ukisubiri mwezi wa Ramadhan ama baada ya Ramadhan, utakuta milango imeshafungwa na huwezi kupata visa na huwezi kuingia kufanya hija kwa mwaka wa 2027. Kwa hiyo nia weka sasa na maandalizi anza hivi sasa, ili Mwenyezi Mungu akupe hatua ya kufika katika maeneo hayo. Sisi kama Al-Firdaus gharama ambazo kwa mwaka huu wa 2020 na mwakani 2027 tumeweka ni dola 7,200 ambazo zitakidhi mambo mbalimbali ikiwemo hoteli Maka na Madina, ihram kwa wanaume, kanga kwa wanawake, chakula, ziara na mahitaji yote ambayo yatakulazimu ukiwa katika miji ile mitukufu. Na safari yetu insha Allah itakuwa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2027 na kurudi tarehe 20 mwezi huo huo wa 5 mwaka 2027. Ni safari ya takriban wiki 3 hivi. Unakwenda unampa Allah siku hizo na unafanya ibada yake, na ibada ambayo itakusafisha wewe mwenyewe na kuondoa ile dhima mbele ya Mola wako. Wengi wanajua kwenda Maka ni kwenda kuomba istighfarat na kuomba mambo, bali hata maisha vile vile. Kama unahisi una ugumu wa maisha, una hasad, una mambo mbalimbali ambayo yamekuzonga, nenda kwenye safari hii, nenda kamuombe Allah msamaha, nenda kamuombe Allah shida zako mbalimbali. Ukirudi Allah atakutatulia yale uliyokuwa nayo. Safiri nasi Al-Firdaus ili uweze kufurahia safari yako na uweze kufanya ibada zako katika misingi sahihi. Ni mimi ndugu yako Saleh Al-Hinai, katibu mkuu wa Al-Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.